إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد نendelea na sharhi yetu ya hadithi ya 4, hadithi iliyomo katika kitabu al-40 an-nawawiyya. Hadithi ya 4 miongoni mwa hadithi zilizomo katika matn al-40 an-nawawiyya, kitabu cha al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadithi ambayo inazungumzia masala ya kuumbwa mwanadamu akiwa katika tumbo la mama yake. Kadhalika hadithi hii ikazungumzia suala muhimu, tena suala kubwa ambalo la hatari, suala la qadar. Ikazungumzwa katika hadithi hii kwamba mwanadamu anapofikia umri wa siku 120, wakati akiwa katika tumbo la mama yake, Allah tabaraka wa taala humpelekea malaika maalum ambaye kazi yake malaika huyu ni kuandika, au anaamrishwa kuandika mambo manne: kuandikiwa mwanadamu riziki yake, umri wake na amali yake, na kuandikiwa kwamba ni mwema au ni muovu. Haya yanaandikwa katika tumbo la mama yake. Tukaelezea masaili yanayofungamana na kipengele hiki na kile ambacho kinafuatia baada ya hapo. Kadhalika mafungamano ya kipengele hiki na mambo mengineyo yanayofungamana na al-imanu bil qadar. Tukataja masala ya imani ya qadari kwa ujumla. Kadhalika tukataja suala la ilmu, kwamba imanu bil qadar haiwezi katimia ila mtu aamini mambo manne ambazo ni mambo ambayo yanaitwa maratibul qadar, ngazi 4. Ngazi ya kwanza ni kuamini ilmu ya Allah tabaraka wa taala. Darasa ya jana ilikuwa katika suala hili, tukazisoma aya kadhalika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallama, ambazo madhumuni yake hadithi hizo na aya hizo ni kutufahamisha kwamba Allah tabaraka wa taala ameyajua mambo yote ya mwanadamu, amemjua mwanadamu na mambo yake yote ambayo atayatenda hapa duniani mpaka mwisho wake, imma atakuwa ni katika ahli aljanna au ahli an-nar. Allah tabaraka wa taala amemjua mwanadamu kabla ya kumuumba kwamba huyu atakuwa ni katika watu wa peponi au watu wa motoni, na amemjua hivyo kabla ya kuumba pepo wala kuumba moto. Kwa maana ilmu ya Allah tabaraka wa taala imetangulia kila kitu. Kwa hiyo alipojua Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala mambo yanayofungamana na mwanadamu na matendo yake, akaandika, na hii ndio martaba ya pili. Na haina maana kwamba ameandika
hakuandika kwa kumlazimisha mwanadamu akawa mwanadamu ni mujbar, ni mwenye kushikwa nguvu, bali ameandika kile alichokijua kabla ya kumuumba mwanadamu, kwamba huyu nitamuumba au nitamuumba mwanadamu huyu na nitambainishia kila kitu, nitamwekea wazi njia ya kheri, njia ya haki, njia ya uadilifu, njia ya sawasawa. Kadhalika nitambainishia njia ya batil, njia ya dhulma, njia potofu, njia iliyopinda. Kwa khiari yake atakhitari batil, atakhitari dhulma, na atakhitari upotofu, na atayatenda matendo ya watu upotofu, na itakuwa ni wajibu kwake kuingia katika moto. Kwa hiyo huyu atakuwa ni katika watu wa motoni. Akaandika Allah tabaraka wa taala baada ya kulijua hilo. Kwa hiyo sabaka ilmuhu, elimu yake imetangulia, fakatab, kisha Allah akaandika. Na hii inayofuatia leo ndiyo nini? Ndiyo darasa yetu, yani inayofuatia hapa leo ni darasa yetu inayofungamana na uandishi. Tumeelewana? Sasa al-iman bil qadar haiwezi katimia mpaka uamini ilmu ya Allah. Baadhi ya tawaif wamepotea, dhallu wa adallu wa dhallu an sawa'i as-sabil, wamepotea na wakawapoteza watu, na wao wenyewe wakapotea kuiacha njia ya sawa sawa. Pale walipomnasibishia ujinga Allah, wakasema kwamba Allah hakujua, bali kuna kitu kinachoitwa badaa. Allah amedhihirikiwa baada ya mambo kutokea. Hakuwa akijua mambo yanayofungamana na juz'iyati au mambo ya tafsili, ya upambanuzi yanayofungamana na mwanadamu. Yeye alikuwa na ilmu ya ujumla, lakini elimu ya upambanuzi kuhusu mwanadamu hakuwa nayo. Ndio maana wakawa wanaitwa kwamba mnasibishia Allah ujinga. Na hawa ni wengi katika mapote ya batil, karibu watu wote wa batil wana itikadi hiyo, na wanafanya istidlali na baadhi ya ayati ambazo ni shubha kwa wao, lakini wanaziona ni dalili. Miongoni mwa hizo, am hasibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Hivi mnadhani mtaingia peponi na bado hajajua Allah wale ambao wamepigana jihadi katika nyinyi, na bado hajawajua wenye kusubiri? Kwa hiyo Allah hajajua mpaka watie mtihani ndio atawajua. Kwa hiyo kuna kitu chaitwa badaa. Allah hudhihirikiwa na mambo baada ya kuwa hayajamdhihirikia. Hii ni itikadi ya dhalala na ni itikadi ya kufru. Katika tawaifu karibu zote wana itikadi hii ya badaa, lakini wanaongoza katika suala hili ni Ashia Ar-Rafidha qatalahumullah. Tayib, sasa tunasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua kila kitu, wa ahata kulla shay'in ilma, amekizunguka kila kitu kwa ilmu, kwa ujuzi wake amekifahamu na amekijua kwa tafsili zake, na hakuna kitu ambacho kimempita Allah tabaraka wa Ta'ala, si katika mbingu wala katika ardhi. Lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Alipoyajua hayo yote akayaandika. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa al-imanu bi kitabillahi ta'ala, kuamini kitabu cha Allah aliyekuwa umetukuka, au maandishi ya Allah ambaye Allah ametukuka, alladhi, maandishi ambayo au kitabu ambacho lam yafrut fihi min shay'in, hakubakisha kitu kwenye kitabu hicho. Allah hakubakisha kitu, kama alivyosema jalla jalalu, ma farratna fil kitabi min shay'in, hatukuacha katika kitabu, yani katika lauhil mahfudh, kitu chochote, yani hakuna kitu chochote illa kimeandikwa, kama anavyosema Allah katika surat Yasin aya 12, wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, na kila kitu tumekidhibiti katika muongozo, katika kiongozi kilichonye kubainisha, yani kwenye kitabu. Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, yani katika lauhil mahfudh, kama anavyosema Allah tabaraka wa taala,
katika suratul Qamar aya 52 na 53, wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur, na kila kitu anachokifanya wanadamu kiko katika zubur, yani katika maandishi, yani muzbar au mazburun, kwa maana kwamba kitu hicho kimeandikwa katika maandishi. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, na kila kidogo na kila kikubwa kimeandikwa. Hakuna kitu ambacho kimebakishwa na Allah tabaraka wa taala, kama vile anavyosema kuhusiana na Musa wakati Firaun alipomuuliza Musa, fama balul qurunil ula, basi ni ipi hali ya watu wa karne za mwanzo zilizotangulia huko kale. Firaun anamuuliza Musa alayhi salatu wassalam, ni ipi hali ya watu wa kale na kuruni nyingi zilizotangulia huko nyuma. Qala ilmuha inda rabbi fi kitabin, Musa akasema ilmu yao watu hao, au ilmu yake karne hizo ziko kwa Mola wangu, zimeandikwa katika kitabu. La yadhillu rabbi wala yansa, hapitiwi Mola wangu akawa amepotea wala hasahau. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatosahau. Kadhalika Allah tabaraka wa taala anatuambia kwenye Qur'an suratul Hajj, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'ala Allah yasir. Anasema Allah tabaraka wa taala, hivi hamjui ya kwamba Allah anayajua yaliyomo katika mbingu na yaliyomo katika ardhi? Inna dhalika fi kitabin, kwa hakika hayo yako katika kitabu, yameandikwa katika lawhil mahfudh. Inna dhalika ala Allah yasir, kwa hakika hilo kwa Allah ni jepesi. Kadhalika katika suratul An'am anasema wa indahu mafatihul ghaibi, katika qiraa, na qiraa wa indahu mafatihul ghaibi, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, na yeye Allah tabaraka wa taala ziko kwake funguo za mambo ya ghaib, hazijui mtu yoyote isipokuwa yeye Allah tabaraka wa taala. Akaendelea mpaka kafikia kusema wala ratibin wala yabisin illa fi kitabin mubin, hakuna kitu kilicho majimaji wala kitu kilichokuwa kikavu isipokuwa kimeandikwa kwenye kitabu chenye kubainisha, yani lawhil mahfudh. Kadhalika Allah tabaraka wa taala anatuambia katika surati Yunus, wama takunu fi sha'nin wama tatlu minhu min qur'anin wala ta'maluna min 'amal illa kunna 'alaykum shuhudan id tufiduna fihi illa kunna 'alaykum shuhudan id tufiduna fihi wama ya'zubu 'an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis samaa wala asghara min dhalika wala akbar illa fi kitabin mubin. Anasema Allah tabaraka wa taala, na hakuna chochote, wama takunu fi sha'nin, hautokuwa katika jambo lolote, wama tatlu min qur'anin, na hautosoma yoyote katika aya za Qur'ani, wala ta'maluna min 'amalin, na wala hamtotenda yoyote katika amal, illa kunna 'alaykum shuhudan idh tufiduna fihi, isipokuwa tutakuwa sisi ni wenye kuhudhuria, ni mashuhuda pale mnapoliingilia jambo hilo. Kisha anasema wama ya'zubu an rabbika min mithqali dharra, hakuna kinachompita Mola wako ijapokuwa mithqal au uzito wa dharra, haumpiti Allah tabaraka wa taala, wala Allah apitikiwi na hilo, fil ardi wala fis samaa, si kwenye ardhi wala mbinguni, wala asghara min dhalika, wala kitu kilicho kidogo kuliko hiyo dharra, wala akbar, wala kitu kikubwa kuliko hivyo, illa fi kitabin mubin, isipokuwa kitu hicho kiko kwenye maandishi yenye kubainisha kwamba vitu vyote Allah ameviandika baada ya kuvijua. Kadhalika Allah tabaraka wa taala anatuambia katika surat Fatir, wama tahmilu min untha wala tada'u illa biilmihi, hatobeba mimba mwanamke yoyote wala hatozaa isipokuwa kwa elimu yake. Wama tahmilu min untha wala tada'u illa biilmihi, hatobeba mimba mwanamke yoyote
wala hatozaa isipokuwa kwa ilmu yake. Wama yuammaru min muammarin, wala hatoongezewa wala hatopewa umri yule mwenye kupewa umri. Wala yunqasu min umrihi, wala hatopunguziwa umri wake. Illa fi kitabin, isipokuwa hayo yako kwenye kitabu. Inna dhalika ala Allahi yasir, na hilo kwa Allah ni jepesi. Na ayati zinazozungumzia uandishi wa Allah tabaraka wa taala mambo baada ya kujua aya hizo ziko nyingi kushuhudirisha kwamba mambo yote yameandikwa katika kitabu. Katika lugha nyingine imekuja katika kitabu mubin, katika nyingine zimekuja zinasema imam mubin, kadhalika imekuja katika Zubur, kadhalika na vinginevyo ambavyo Allah tabaraka wa taala ametaja kama vile mafatihul ghaib na mengineyo. Ama katika masala ya hadithi, kwa hakika hadithi ziko nyingi zinazozungumzia swala hili, na tunapozisoma baadhi ya aya na baadhi ya hadithi zinatufungulia milango ya kutoa maelezo ambayo yatakuwa ni maelezo sahihi, kwa sababu masala kama haya ya ghaib hatuna namna ya kuweza kuyafahamu isipokuwa kupitia Qur'an na Sunna, kwa ufupi kupitia wahi. Mpaka tuelezewe na wahi ndio sisi tunaweza kueleza. Kinyume cha hivyo hatuna maelezo yoyote ambayo yatakuwa ya sawa sawa kama hatuna muongozo kutoka kwenye Qur'ani au kwenye Sunna. Miongoni mwa hadithi ni hadithi maarufu iliyopokewa kutoka kwa Abu Abdurrahman as-Sulami, ambaye amepokea kutoka kwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Hadithi ameitaja al-Imam Muslim, hadithi nambari 2647. Anasema Abu Abdurrahman as-Sulami kutoka kwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kwamba amesema, kunna fi janazatin fi baqi'in al-Gharqad, tulikuwa sisi katika janaza katika sehemu ya Baqi' al-Gharqad. Sehemu ya Baqi' ni sehemu maarufu ambayo hivi sasa au katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuja kugeuka ikawa ni maqbaratul muslimin, sehemu ambayo Waislamu walikuwa wakisikiana, na mpaka leo inafahamika hivyo kwamba ni sehemu ya kuzikiana Waislamu, nayo kwa upande wa mashariki mwa msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema fatana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqa'ad, akatujia sisi Mtume sallallahu alaihi wasallam akakaa. Faqa'adna hawlahu, tukakaa pembezoni mwake, tukawa tumekaa pembezoni mwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ameshika fimbo, akawa ameinama chini, anakitakita na fimbo yake ile, yani ana yankut, akawa anagonga katika ardhi, anakitakita kwenye ardhi. Thumma qala, kisha akasema maneno haya, ma minkum min ahadin, hakuna yoyote, hakuna miongoni mwenu nyinyi yoyote, ma min nafsin manfusatin, hapana nafsi yoyote yenye kupumua, nafsi ambayo inatoa pumzi, illa waqad kataba Allahu ta'ala makanaha min aljannati wan nar, isipokuwa Allah ameshaandika kwenye nafsi hiyo, kuiandikia nafsi hiyo mahala pake katika janna na katika nar. Hakuna nafsi yoyote inayopumua hapa duniani isipokuwa imeshaandikiwa mahala pake katika pepo na mahala pake katika moto. Wa illa waqad kutibat shaqiyatan au sa'idatan, na isipokuwa kadhalika asema illa nafsi hiyo pia vile vile hakuna nafsi yoyote isipokuwa imeandikiwa nafsi hiyo kwamba ni shaqiya au ni sa'ida, kwamba nafsi hiyo ni nafsi njema au ni nafsi ovu. قال asema Ali bin Abi Talib, faqala rajulun, akasema mtu mmoja, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, afala namkuthu ala kitabina wa nad'u al-amal, kwa nini basi tusikae kwa kutegemea vitabu vyetu tukaacha kufanya amal, ikiwa ishaandikwa katika lauhil mahfudh kwamba fulanun shaqi, fulanun sa'idun, فلان من أهل الجنة وفلان من أهل النار، أفلا نمكث وندع العمل، kwa nini tusikae tukaacha kufanya amali, kila mmoja akategemea kitabu chake. Faqal, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man kana min ahli as-sa'adati
fasayasiru ila amali ahli as-saada, yule ambaye alikuwa ameandikiwa kwamba ni katika watu wema, watu wa kufanya wema, basi atakwenda kufanya amali za watu wema. Fasayasiru ila amali ahli as-saada, atakuwa kwenye amali za watu wema. ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة, na yule ambaye atakuwa ni katika watu waovu basi atakwenda kwenye amali za watu waovu. Thumma qala, kisha Mtume صلى الله عليه وسلم akasema maneno makubwa, akasema i'malu, fanyeni amal, i'malu fakullu muyassar, fanyeni amal, kila mmoja ni mwenye kufanywa wepesi. Amma ahlu saadati, ama watu wa wema, watu wenye kufanya wema, au watu ambao katika upande wa wema, fayuyassaruna liamali ahli saada, watafanyiwa wepesi kufanya amali za watu wema. Wa amma ahlu shaqawa, ama watu waovu, fayuyassaruna liamali ahli shaqawa, wao watafanyiwa wepesi kufanya amali za watu waovu. ثم قرأ, kisha Mtume صلى الله عليه وسلم akasoma kauli yake, فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أما yule ambaye atatoa na akawa mcha Mungu na akalisadikisha neno jema ambayo ni kalima ya tauhidi la ilaha illa Allah, kwa maana akaishi na akafanya amali kwa muktadha wa la ilaha illa Allah, na maisha yake yakaendana sawa sawa na la ilaha illa Allah, fasanuyassiruhu lilyusra, sisi tutamfanyia wepesi yeye kwenye ile njia nyepesi ya watu wa peponi. Wa amma man bakhil, na ama mwenye kufanya ubakhili, wastaghna, na akajitosha yeye mwenyewe, akajiona kwamba tayari ametosheka kwa kile alichokuwa nacho, kwa sababu amma al-insanu, asema Allah tabaraka wa taala katika sura al-Alaq, anasemaje? hapana, sura al-Alaq, اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أسمى كلا إن الإنسان ليطغى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. Hapana, huwa mwanadamu anapetuka mipaka pale anapojiona kwamba ashajitosheleza. Kalla innal insana layatgha, kwa hakika mwanadamu hupetuka mipaka, akachupa mipaka yake, akawa na kibri na kujiona na majivuno. Wakati gani? arraahu staghna, kwa vile kujiona yeye amejitosheleza. Kwa yule ambaye atakuwa amejitosheleza, amefanya ubakhili, wastaghna, na akajitosheleza kuona kwamba utanifanya nini, kwani kuna nini, kwa sababu ya mali na jaha aliyokuwa nayo na ghurur. wakadhaba bilhusna, na akalikadhibisha neno jema la ilaha illa Allah, fasanuyassiruhu lilusra, tutamfanyia wepesi yeye kwenda katika njia iliyo nzito, njia ya watu wa motoni. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, i'malu fakullu muyassar, fanyeni amal, kila mmoja katika nyinyi ni mwenye kufanywa wepesi. Tayib, kadhalika hadithi ya Ibn Abbas ambayo ni maarufu, hadithi ambayo ameipokea al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala katika al-Jami', hadithi nambari 2043, na amesahihisha Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, hadithi maarufu. Kadhalika ameitaja al-Imam Ahmad katika musnadi wake kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpakiza Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma nyuma, alikuwa amepanda ngamia au kama punda, amempakiza nyuma. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Ibn Abbas, ya ghulam, ewe kijana mdogo, inni muallimuka kalimatin, mimi ni mwenye kufunza wewe maneno ambayo tutaisoma hadithi hii katika kitabu hiki. Yanfa'uka Allahu bihin, maneno hayo Allah atakunufaisha nayo, atakunufaisha kwa maneno hayo. Maneno yenyewe ni ihfadhillaha yahfadhuk,
muhifadhi Allah atakuhifadhi. Kwa maana yote ujumla ihfadhillah, muhifadhi Allah, kwa maana kwamba muhifadhi Allah na ichunge mipaka yake, hudud, yani chunga dini ya Allah tabaraka wa taala, na Allah atakuchunga na wewe, atakuhifadhi. Ihfadhillah tajiduhu tujahak, muhifadhi Allah utamkuta mbele yako. Wa idha sa'alta fas'alillah, unapoomba muombe Allah. Wa idha ista'anta fasta'in billah, unapotaka msaada mtake msaada Allah. Wa'lam, na ujue anna al-ummata, kwamba umma law ijtama'u ala an yanfa'uk, lau kwamba ungekusanyika juu ya kukunufaisha wewe, watu wote wakusanyike wakupe manufaa wewe, lam yanfa'uka illa bi shay'in mahall shahid, hawataweza kukunufaisha wewe isipokuwa kitu ambacho qad katabahu Allah lak, ameshakuandikia wewe Allah kwako wewe kwamba wewe upate manufaa hayo. Wala ijtama'u ala an yadhurruk, na lau kwamba watakusanyika watu wote juu ya kukudhuru wewe, lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayka, hawatokudhuru wewe isipokuwa kwa kitu ambacho ameshakuandikia Allah juu yako wewe kikupata kikudhuru. Kwa nini? Rufi'atil aqlam, kalamu zishanyanyuliwa, kwa maana hakuna kuandikwa tena. Wajaffatis suhufu, na madaftari au suhufu zimeshakauka. Hadithi imepokea al-Imam Tirmidhi, kadhalika Imam Ahmad. Maelezo yatafuatia kwa ufupi sana baada ya kujisoma hadithi hii. Hadithi nyingine ambayo ni hadithi ya mwisho katika maelezo ya kitaba ni hadithi ambayo imepokewa na al-Imam at-Tirmidhi vile vile, na amesahihisha Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala katika silsila sahiha, hadithi nambari 848, hadithi nambari 848. Hadithi inasema hivi, na hadithi hii imepokewa kutoka kwa Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam qala kharaja alayna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa fi yadihi kitaban, alitoka kwetu sisi mtume sallallahu alayhi wasallam na katika mkono wake kuna vitabu viwili. Pengine mtu mwisho anaweza kauliza vitabu hivi viko wapi, nani kavirithi, vilikuja kutoka kwa nani, maswali kama haya. Lakini tunasoma katika hadithi kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alitoka mkononi mwake ameshika vitabu viwili. Faqal, mtume akasema, atadruna ma hadhani alkitaban, hivi mnajua ni nini hivi vitabu viwili? Qal, akasema Amr ibn al-As, qulna illa an tukhbirana ya Rasulullah, hatujui isipokuwa ukituelezea ya Rasulullah kwamba ni vitu gani hivyo. Qal, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, lilladhi fi yadihi al-yumna, kuhusiana kile ambacho kiko kwenye mkono wake wa kulia. Hadha kitabun min rabbil alamin tabaraka wa ta'ala biasma'i ahli al-jannati wa asma'i abaihim wa qabailihim. Asema mtume sallallahu alayhi wasallam, hiki ni kitabu kutoka kwa Mola wa viumbe, Rabbul alamin, Mola wa walimwengu wote, Mola wa viumbe, tabaraka wa taala. Asema bi asma'i ahli aljanna, kitabu hiki kina majina ya watu wa peponi, wa asma'i abaihim, na majina ya baba zao kwamba ni fulani bin fulani, wa qabailihim, na majina ya makabila zao kwamba huyu ni fulani bin fulani Mzigua, si fulani bin fulani wa kabila fulani. Kwa hiyo kuna majina makabila yao. Thumma ajmala ala akhirihim, kisha akahitimisha mwisho wao. Fala yuzadu fihim, haongezi yoyote katika wao. Wala yunqasu minhum abada, wala hapungui yoyote katika wao milele. Nasallallahu yaj'alana minhum. Thumma qala lilladhi fi yasarihi, kisha akasema mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na kitabu ambacho kiko katika mkono wake wa kushoto, hadha kitabu ahli an-nari biasmaihim, hiki ni kitabu cha watu wa motoni kwa majina yao. Wa asma'i abaihim, na majina ya baba zao. Wa qabailihim, na vile vile na majina ya kabila zao. Thumma ajmala ala akhirihim, kisha akafanya ijmali, akahitimisha ni mwisho wao, kwa maana kwamba ikawa kuna mtu wa mwisho. La yuzadu fihim,
hatozidishwa katika hao yoyote, wala yunqasu minhum abada, wala hapunguzwi katika wao yoyote milele. Faqala ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, masahaba wakasema, ghafla watu wakaanza kusema, fali ayi shay'in idhan na'malu, basi tufanya amali za nini? Fali ayi shay'in idhan na'malu, kwa kitu gani sisi basi tufanya amali ikiwa mambo yenyewe yako namna hiyo? In kana hadha amrun qad furigha minhu, ikiwa hili ni jambo lishamalizwa, mambo yashakwisha, washajulikana watu wa peponi na watu wa motoni ni kina nani, tufanya amali za nini? Tusijokaa majumbani mwetu sisi tukafanya tutakavyo. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saddidu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, saddidu, fanyeni mambo kati na kati, msifanye tafrit wala ifrat, msifanye ghulu wala msifanye jafa, msipetuka mipaka yenu wala msipunguze chochote. Saddidu, fanyeni mambo kati na kati, kama anavyosema Allah tabaraka wa taala, fastaqim kama umirta waman taba ma'aka wala tatghaw, simama sawa sawa kama ulivyoamrishwa. Kwa saddidu, fanyeni sawa sawa kati na kati. Waqaribu, nafanyeni mambo kwa ukaribu, na karibisheni, yani kwa maana kwamba msitoke nje ya mipaka. Fa inna sahiba aljannati yukhtamu bi'amali ahli aljanna, kwa sababu mtu wa peponi atakhitimishiwa kufanya amali za watu wa peponi, na mtu hajui kwamba atakufa lini. Kwa hiyo khatima ile ya mtu ndiyo ambayo itamsaidia, kwa sababu innamal a'malu bil khawatim, amali zote huzingatiwa mwisho. Allahu almusta'an. Wa in amila ay amalin, ijapokuwa atatenda amali yoyote, wa inna sahiba an-nari, na mtu wa motoni, la yukhtamu bi'amali ahli an-nar, atakhitimishiwa kwa amali za watu wa motoni. Wa in amila ay amalin, ijapo akitenda amali yoyote ile. Thumma qala biyadihi faqabadaha thumma qala faragha rabbukum azza wa jalla min al-ibad, kisha akasema kwa mkono wake akafunga, kisha akasema ameshamaliza Mola wenu kwa waja wake, kishamaliza, kazi imekwisha. Thumma qala bil yumna fanabadha biha faqala fariqun fil janna wa nabadha bil yusra faqala fariqun fis sa'ir, akarusha kwa mkono wake wa kulia akasema fariqun fil janna, kundi moja litakwenda peponi, wa fariqun fis sa'ir, na kundi jingine liko katika moto. Hadithi hii amepokea al-Imam Tirmidhi akasema hadithun hasanun sahihun gharib, lakini hadithi amesahihisha Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala kwamba hadithi hii ni hasan, kama alivyotaja katika silsila as-sahiha, as-silsilatu as-sahiha, hadithi nambari 848. Tumeelewana jamani? Kitaba, uandishi wa Allah tabaraka wa taala aliuandika, umefahamika kwamba uandishi umefuatia baada ya ilmu Allah. Allah akaandika kwa yale aliyoyafahamu, aliyoyajua kwetu sisi. Hakuna yoyote aliyodhulumiwa, wala yadhlimu rabbuka ahada, na hamdhulumu Mola wako yoyote. Hakuna aliyedhulumiwa, bali ni ilmu imetangulia na maandishi yakatangulia yakafuatia. Tayib, kuna vitu ambavyo tutakana tuvitaje ili tufahamu. Kuna baadhi ya maswali ya msingi ambayo tulijiuliza. Je, maandishi yanawezekana yakabadilika? Na yanayobadilika ni yapi? Kwa sababu tulisema kwamba maandishi yamegawanyika katika sehemu 4. Baadhi ya wanawachuoni wanagawa kwamba yanagawanyika katika sehemu 5 ule uandishi. Tukasema kwamba kuna alkitabatu al-amma, uandishi ambao ni wa ujumla, nao ni yale ambayo yameandikwa kwenye lauhi al-mahfuz. Maqadir yao katika 5, yani au 4 taqadir, katika sehemu 4, makadirio manne. Makadirio ya kwanza tukasema kwamba ni makadirio ambayo takdiru al-azali au al-kitabatu al-amma, na kitaba hii au takdiri hii, makadirio haya yalikuwa kabla khalq as-samawati wal-ard bi 50,000 sana, bi 50,000 sana au 1000 sana, kwa muda wa miaka 1050, yani kabla ya miaka 1050.
Allah tabaraka wa taala alipoiambia kalamu iandike, asema Allah tabaraka wa taala, qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana, waambie hayatutusibu sisi isipokuwa yale ambayo ametuandikia sisi Mola wetu, yani huko azali. Na akasema vile vile Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama wala fi anfusikum, hautowapateni nyinyi, hautopata ma asaba min musibatin, haukupatikana msiba wowote, fil ardi, katika ardhi, wala fi anfusikum, wala katika nafsi zenu, illa fi kitabin, isipokuwa msiba huo umeandikwa kwenye kitabu, min qabli an nabra'aha, kabla ya kufanyaje, ya kuumbwa mbingu au kuumbwa ardhi au kuumbwa nafsi. Inna dhalika ala Allahi yasir, kwa hakika hilo kwa Allah ni jepesi. Likai la ta'sau ala ma fatakum, yamesemwa hayo ili msije mkakata tamaa kwa yale yaliyowapita, ukaona kwa nini mimi sikufanya hivi, qadari tayari ishapita kwamba wewe usifanye. Kwa hiyo usikate tamaa kwa yale yaliyopita. Wala tafrahu bima atakum, wala msije mkafurahika kwa yale mliopewa. Yote hayo kwa qadar. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Mfahamu hivyo suratul Hadid. Na amesema al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, tasoma hadithi moja ili kufupisha, au ndasoma hadithi mbili. Hadithi amepokea al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kutoka kwa Imran bin Husayn radhiyallahu anhu, amesema niliingia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha nikamfunga ngamia wangu kwenye mlango. Wakaja watu katika kabila la Bani Tamim. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, iqbalul bushra ya Bani Tamim, kubalini, pokeeni bishara enyi Bani Tamim. Wakasema, ushatupa bishara sisi, tupe tena mara nyingine. Wakaingia watu kutoka Yaman. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, iqbalul bushra ya ahla al-Yaman, kubalini bishara enyi watu wa Yemen, idh lam yaqbalha Banu Tamim, kwa sababu hawakuikubali bishara Banu Tamim. Qalu qabilna ya Rasulullah, watu wa Yaman wakasema tumeikubali ya Rasulullah bishara hiyo. Qalu, kisha wakasema, jinaka nas'aluka an awwali hadha al-amri, tumekujia ya Rasulullah kuja kukuuliza kuhusiana na mwanzo wa jambo hili, kuhusiana haya maumbile tunayoyaona, tumekuja kuuliza kuhusu hili. Imekuwaje, kitu gani cha mwanzo kuumbwa? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kana Allahu, alikuwepo Allah, walam yakun shay'un ghaira, na hakukuwepo kitu kingine chochote asiyekuwa yeye. Allah alikuwepo, yeye ndiye huwa al-awwalu, yeye ndiye wa mwanzo, na hakukuwa na kitu kingine zaidi yake yeye. Wa kana arshuhu ala al-ma, na ilikuwa arshi yake iko juu ya maji. Arshi yake Allah ilikuwa juu ya maji. Wa kataba fi dhikri, na akaandika katika lawhi al-mahfudh kila shay'in, kila kitu, kwa sababu lawhi al-mahfudh vile vile inaitwa adh-dhikr, kama inavyoitwa az-zubur, kama inavyoitwa imamu mubin, kama inavyoitwa kitabu mubin, al-kitab. Tayib, kwa hiyo Allah ameandika katika dhikri kila kitu, kwa kwamba kila kitu kimeandikwa. Wa khalaqa as-samawati wal arda, na akaumba mbingu na ardhi. Fanada munadin, akaita mwenye kuita. Imran bin Husayn yasema kuna mtu akapiga ukelele, dhahabat naqatuka ya ibn al-Husayn, amekimbia ngamia wako ya ibn al-Husayn. Famtalaqtu fa idha hiya yaqta'u dunaha as-sarab, nikatoka nikamwona ghafla ngamia yule mangati yanakatika nyuma yake. Naelewa nini maana mangati? Yani akawa ngamia ashakata masafa marefu. Nikitazama namna hii, maana mangati ni yale maji ya uongo yanayoonekana katika
ardhi ya tambarare katika kipindi cha jua kali. Jua likipiga hivi waona kama kuna bahari hivi, kama kuna maji. Hatta idha jaahu lam yajidu shay'a, akija mtu hakuti kitu, waona kama vile maji. Sasa ngamia amekata masafa marefu kiasi ambacho mangati yamekatika nyuma yake, iko mbali. Fa wallahi lawadittu anni kuntu taraktuha, akasema natamani wallahi ningemwachilia mbali. Ina maana huko mazungumzo ya mtume yaendelea, mimi sijui kunaendelea kitu gani huku, ngamia naye kashakimbia huko. Kwa hadithi kaishia hapo, hakutueleza kilichoendelea huko mbele, kwa sababu afukuza ngamia wake, ngamia kamkosa, na huko mazungumzo yamepita. Lakini mahali alipopanasa yeye ni kwamba Allah ameandika katika dhikri kila kitu, kwa mahali shairi tumepapata, lakini mazungumzo yaliendelea, isipokuwa yeye hakuyasikia, na yeye anatusimulia sisi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio asema fa wallahi lawadittu anni kuntu taraktuha, na hapa kwa Allah natamani lau ningelikuwa nimemwacha ngamia huyo wala singemshughulikia. Hadithi ya mwisho ni hadithi aliyopokea al-Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala, yani hadithi ya mwisho kuisoma, lakini hadithi ziko nyingi. Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala amepokea hadithi hii, na hadithi hii amesahihisha Sheikh Al-Albani katika taaliki yake ala sharh al-Aqida at-Tahawiyya. Anatuambia Ubada bin Samit alikuwa akimwambia mtoto wake, ya bunayya innaka lan tajida ta'ama haqiqati al-iman, wewe hutaweza kupata ladha ya uhakika wa iman hatta ta'lama anna ma asabak lam yakun liyukhti'ak, mpaka ufahamu kwamba kile ambacho kimekupata wewe hakikuwa ni chenye kukukosa. Chochote kilichokupata hakikuwa ni chenye kukukosa. Wama akhtaka lam yakun liyusibak, na kile ambacho kimekukosa wewe hakikuwa ni chenye kukukosa. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nimemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam, kitu cha kwanza alichokiumba Allah ni kalamu. Faqala lahu, akaiambia kalamu uktub, ameumba kalamu kwa mujibu wa hadithi, wa kana arshuhu ala alma, arshi yake ilikuwa iko juu ya maji. Na maana kwamba kitu gani kilitangulia kuumbwa, arshi au qalam? Khilaf. Sheikh al-Islam bin Taymiyyah anatilia nguvu kwamba kitu cha kwanza kuumbwa kilitangulia baina arshi na qalam, wasema arshi imetangulia, na hadithi hii akailetea maelezo kwamba awwalu al-khalqi wa nisba ya mushahad, kwa vitu vyenye kuonekana. Kitu cha kwanza kuumbwa kwa munasaba wa vitu vyenye kuonekana ni qalam, wa illa kuna vitu vingine vimetangulia, miongoni mwa hivyo ni arsh, kwa sababu ameumba qalam na kalamu imeandika, wa kana arshuhu ala alma. Na hao walikuja kumuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam kitu gani cha kwanza kimeumbwa, katika hadithi ya Imran ibn Husayn wamesema hivi, ji'naka nas'aluka an awwal hadha al-amri, tumekuja kukuuliza wewe kuhusiana na mwanzo wa jambo hili, yani mambo haya yenye kuonekana. Kwa tawili hii au maelezo haya akayatoa Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, na akatia nguvu ya kauli ya kusema kwamba kabla ya qalam kulikuwa na vitu vingine ambavyo tusivijua, miongoni mwa hivyo ni arsh, wa kana arshuhu ala alma. Kwa hiyo hakika, na wengine wakachukua dhahiri ya kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kitu cha kwanza alichokiumba Allah ni qalam, akaiambia qalam uktub, andika. Qala rabb, ikasema qalam, Mola, wa madha aktubu, na nini niandike? Qala maqadira kulli shay'in hatta taquma as-saa, akasema makadirio kila kitu mpaka kisimame kiyama. Ya bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man mata ala ghairi hadha falaysa minni, kijana wangu, mimi nimemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yule atakayekufa katika isiyekuwa hali hii, basi yani asiamini haya, atakufa katika asiyekuwa katika kundi isilokuwa langu mimi. Allahul musta'an. Hii ni kitabatun azaliyya au alkitabatul amma, au kitaka tutasema at-taqdirul azali. Huku ni kuandika kwa sampuli ya kwanza, kwamba vitu vyote vimeandikwa katika lawhil mahfudh, na hakuna kitu kilichobakia, na hakuna msiba unaweza kumsibu mtu wala khairi inaweza kumpata mtu isipokuwa imeandikwa huko.
Kitabatu ya pili, kalkitabatu thania, baadhi ya wanachuoni wanasema 5, na ya pili wanahesabu yaum al-ahdi wal mithaq. Kitab al-mithaq, kitabu al-mithaq. Allah tabaraka wa taala alipozikusanya roho wa ashhadahum, akazishuhudisha zile roho katika nafsi zao, yani roho zenyewe akaziuliza, alastu birabbikum idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. wanasema kwamba hii ni takdiri ya pili, lakini hatukuitaja sisi katika maelezo yatangulia kwetu, chukua ile ambayo tuliitaja. Ya pili yani at-taqdiru al-umri, makadirio ya kiumri. Naona kama watu wamechoka sana, umeelewa naftari sio? Sababu watu wengine wanalala. Naam, takdiri ya pili ni al-umri inda takhliq an-nutfati fi ar-rahim, na hii takdiri hii inakuja wakati wa kuumbwa nutfa katika fuku la uzazi. Fayuktab idhaka dhukuriyatuhu au dhukuriyatuha au unuthatuha wa unuthatuha wal ajal washaqawatu wassaadatu warizq. Hapo sasa ndio panaandikwa kwamba huyu muumbe aumbwe awe mume au awe mke. Hapo ndio natuma malaika kwa ajili ya kuja kumpa jinsia yake huyu, dume au jike. Yaandikwa hili dume au hili jike. Tayari. Sasa kuna kitu kinaitwa khalq, kuna kitu kingine kinaitwa bar, na kuna taswir. Vitu vitatu vinafanyika. Inawezekana katika nyakati tofauti tofauti kwa sababu inakwenda kidogo kidogo, kwa sababu inakuja kwenye Qur'ani, huwa Allahu al-khaliqu al-bari'u al-musawwir. Al-khaliqu al-bari'u al-musawwir, ameshaumba, alafu kuna masala ya bar, kutengeneza, alafu kuna kutia sura, kwa sababu mwanadamu anapokuwa katika baadhi ya marahili zake, anapoumbwa anakuwa kama vile ubao uliochorwa, kana vijistari umechorwa rusumu zile, yani kama vile ubao uliochorwa au karatasi iliyochorwa, ndio vijishara kwamba haya ni macho, kwamba huu ni mdomo, hii ni pua, kama vile inavyochorwa katika mtu anavyochora katika ubao au kwenye karatasi. Kwa hiyo kuna malaika kazi yake ni hiyo tu, anakuja kwa kazi hiyo na kumkata takasimu zake zote. Alafu kuna marhala ya kuja kumgawa viungo. Sasa viungo vinaachana na kumtengeneza mwanadamu. Ndio maana Allah tabaraka wa taala anambia, ya ayyuhal insanu ma gharraka بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. kisha akasemaje, fi ayi surati ma shaa rakkabak. Sura yote inataka Allah achague huyu tumpe sura gani huyo, ape sura hii. Ni Allah ndiye anachagua yeye mwenyewe akupe sura gani. Sasa wakati huo ndio wanakuja malaika kwa kazi hiyo, huyu ape sura ya nyani, huyu apewe sura ya binadamu, huyu apewe sura ya kufanana na fulani, sura yake iwe hivi. Hiyo ni kazi ya Allah tabaraka wa taala. Fi ayi surati ma shaa rakkabak. Mwanadamu huyu mjeuri huyu aliyekuja akaja kumkufuru Allah tabaraka wa taala, akasema anachokitaka, ndiyo huyu anayeumbwa na Allah akiwa katika tumbo la mama yake. Wanakuja malaika kuja kumchambua. Sasa wanamuandikia kadhalika awe dume au jike. Kadhalika anaandikiwa muda gani, lini atoke duniani, muda wa kuzaliwa, na akitoka duniani ataondoka lini katika dunia hiyo, kutoka siku ya kutoka
mpaka kuja kuondoka kwake duniani, lini aondoke. Umeelewana? Yaandikwa ile pia tayari nakadiriwa kwamba huyu ataondoka tarehe fulani, mwezi fulani, mwaka fulani, saa fulani, na nukta zikihifadhiwa. Umeelewana? Ina maana ukifika wakati huo, ukishafika wakati huo, hakuna mjadala tena. Faili lako lafungwa, kama hivi faili lako pap limefungwa, wewe hauko tena, huyu katika wageni wa huko chini ya ardhi, atakikana awe huko. Kwa hivyo wewe utakapokuwa utakuwa huko, hakuna namna nyingine ya pili. Umeelewana? Kwa hiyo pia muda unaandikwa. Na kuna kitu ambacho nilikuwa nimekiacha, baadhi ya wanawachuoni wanaeleza kwamba roho ya mwanadamu wakati huo mafungamano yake na kiwiliwili yanakuwa ni dhaifu sana. Roho ya mwanadamu mafungamano yake na kiwiliwili yanakuwa ni dhaifu, yani hakuna munasaba, hakuna uhai wa kueleweka kwa mwanadamu wakati huo, kwa sababu yuko ndani ya rahim. Akitoka roho na viwiliwili na kiwiliwili vinafungamana, lakini mafungamano yao yanakwenda sambamba, lakini roho kubakia kwake ni kubakia kwa kiwiliwili. Kwa hiyo kiwiliwili kinakuwa na nguvu ya kubakisha roho na kuizuia wakati anakuja wapi? Duniani. Akishatoka duniani mwanadamu akienda katika barzakh, uhai ni wa roho na kiwiliwili kinafuata. Kwa maana roho hiyo katika uhai wa kuendelea na kiwiliwili kinafuatia roho. Kubakia kwake ni kubakia kwa roho, na roho ni yenye kubakia wakati huo. Sehemu ya tatu. Sehemu ya nne ni mafungamano ya roho na kiwiliwili ya kuendelea, na kila kimoja kinaishi kwa kudumu kwa milele. Unaelewana? Kwa maana kila kimoja kinafungamana na mwenzake, mafungamano ya dhati kabisa, haviachani. Kwa hiyo anaandikiwa muda wake mwanadamu, wal ajal, anaandikiwa muda. Kwa maana katika hadithi ikaja pale fayu'maru bikatbi 4 kalimatin, ataamrishwa malaika yule kuandika maneno 4, bikatbi rizqihi wa ajali, kuandikwa riziki yake na muda wake wa kuishi. Kwa hiyo naandikwa pale kwamba huyu ataishi miaka 70 na siku 3 na masaa 10 mathalan, au miaka 80 au miaka 20 na masaa yake 15. Kwisha kutoka hapa anapotoka hivi sasa mpaka kufika mwisho wa umri wake ni muda huu. Hii ni nini? At-taqdiru al-umri. Kadhalika anaandikiwa mtu huyu amali, atafanya hivi, tarehe fulani atakwenda huku, atarudi huku, atakwenda hivi, atarudi huku, itakuwa hivi, atapita mahali fulani, atakitwa na mwiba, atakwenda huku, atafanya hivi, atakula hiki, atapata hiki, atapata kile. Yote haya mwanadamu anaandikiwa yote, hakuna kitu kinaachwa. Hata kama umeandikiwa kwamba ukipita mahali fulani nasi itakuangukia ikupige, inaandikwa. Utapigwa na matone ya mvua, utazama kwenye maji. Yote haya yameandikwa kwenye kitabu. Malaika wanakuja kuandika katika sahifa. Katika hadithi imethibiti kwamba malaika watakuja kuandika kwenye sahifa, na hii ni takdirul umri. Tumeelewana? Tayib. Kadhalika ataandikiwa shaqawa na saada, kwamba huyu ni shaqi au ni said. Ataandikiwa kwamba huyu ni shaqi au ni said, itaandikwa pale kwamba huyu atakuwa ni shaqi, wal billah, au huyu ni said, huyu ni mwema. Na hayo yote inakuja kwa amri. Malaika hawana wanachokijua zaidi ya amri. Fayu'maru, malaika wataamrishwa. Wal amiru huwa Allah, na anayeamrisha ni nani? Ni Allah tabaraka wa taala. Kisha ataandikiwa wa jami'u ma huwa laqin, na yote ambayo yatampata mwanadamu na atakayoyapata. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, akasema ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhtaak lam yakun liyusibak, rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Lile likupata halikuwa lenye kukukosa, na lile kukosa wewe halikuwa lenye kukupata, kwa sababu kalamu tayari ishanyanyuliwa na madaftari yameshakauka, kila kitu kimeganda.
ni amali zinakwenda kwa mujibu wa maandishi. Fala yuzadu fihi wala yunqasu minhu, hapazidishwi wala hapapunguzwi. Ukitaka kujua hayo soma aya ya 5 ya suratul Hajj. Allah tabaraka wa taala sema ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqa wa ghayri mukhallaqa linubayyana lakum wa nuqirru fil arham ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'a. Paka mwisho wa aya, tara al-ardha hamida fa idha anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij wa anbatat min kulli zawjin bahij dhalika bi anna Allah huwa al-haq. طيب كذلك katika surati Anbiya na suratu Najm na surati Ghafir Allah tabaraka wa taala amezungumza kadhalika katika surati Fatir. Allahu almusta'an. Hiyo takdiri ngapi? Ya pili. Takdiri ya tatu ni takdirul hawli, at-taqdirul hawli ambayo imefanyika katika Lailatul Qadri. Tumesoma hilo bila shaka, inna anzalnahu في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين كما يقول في سورة الدخان. tushasoma maelezo yako, haina haja kuleta maelezo marefu. Allah tabaraka wa taala huandika pia vile vile katika Lailatul Qadr, yani usiku wa cheo katika mwezi wa Ramadhani, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kadhalika at-taqdiru al-yawmi, kuna makadirio ya kila siku ambayo huandikiwa mwanadamu, nayo ni sawqul maqadir ila al-mawaqit, ni kupeleka zile qadari katika nyakati zake. Sasa allati quddirat laha, nyakati ambazo zimeshaandikiwa. Ndio Allah tabaraka wa taala asema yasaluhu man fis samawati wal ard, wanamuulizia yeye Allah walioko mbinguni na waliopo katika ardhi. Kulla yawmin huwa fi sha'n, kila siku Allah yuko kwenye shani nyingine. Wanawachuoni wakafasiri ikina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma na wengineo kuhusiana kulla yawmin huwa fi sha'n. Ibn Abbas asema inna Allah khalaqa lawhan mahfudhan min durratin bayda, Allah ameumba lawhi mahfudh kwa lulu nyeupe. Daffatahu yaqutatu hamra, zile daffa zake yani pambizo zake, maduta yake yale ni yakuti nyekundu. Qalamuhu nurun, na kalamu yake ni ya nuru. Wa kitabuhu nurun, na maandishi yake vile vile ni ya nuru. Wa arduhu, na upana wake ma baina as-samai wal ard, ni baina ya mbingu na ardh. Yanzuru fihi, tunasema baina as-samai wal ard kam masirat kam, tulieleza katika darasa itangulia kwamba baina ya mbingu na ardhi ni masafa ya miaka 500. Na uzito ile makili au ile samki ya mbingu yenyewe ni mwendo wa miaka mingapi? 500. Si mnaelewa? Yani mathalan kama ikiwa hii ni ardhi na hii ni mbingu, kutoka hapa mpaka hapa ni mwendo wa miaka 500, na kutoka hapa kwenye mbingu mpaka kutoboza upande wa juu, yani vile vile mwendo wake ni mwendo wa miaka 500, na kutoka mbingu hiyo mpaka mbingu nyingine miaka 500, hivyo hivyo 500 mpaka kufika katika Sidratul Muntaha, mpaka kufika katika Arsh ar-Rahman, mpaka kufika ila ma Allah bihi alim. Kwa hiyo upana wa ile lawhi al-mahfudh ni kama baina as-samai wal ardh, kwa ni mwendo wa miaka 500. Umefahamu? Sasa sema yanzuru fihi kulla yawmin 360 nadhra, Allah anaitazama lawhi al-mahfudh kila siku kwa muda wa mara ngapi? Mara 360. 360 nadhra, yakhluqu fi kulli nadhra, anaumba katika kila mtazamo wake. Wa yuhyi, na kadhalika anahuisha katika kila anapotazama, kuna watu wanapata uhai. Wa yumitu, na katika kila anapotazama kuna viumbe vinakufa. Wa yu'izzu, na wakati huo analeta izza kwa watu. Wa yudhill, na anawadhalilisha wengine. Wa yaf'alu ma yasha'u, na anafanya vile anavyotaka. Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala alipotaja maelezo haya
ya Ibn Abbas radhiyallahu anhu katika sharh al-Aqida at-Tahawiyya akasema wa isnaduhu yaqbalu at-tahsin, isnadi yake inakubali kufanywa kuwa ni hasan. Umeelewana? Kwa hiyo kila yawmin huwa fi sha'n, inaambiwa takdiri hii ni sawqul maqadir ila al-awqati allati wuqita laha, ni kuzipeleka zile qadari kwenye nyakati zake sasa ambazo zimepangiliwa. Si litangulia andikwa tangu katika azali kwamba jambo fulani litakuwa wakati fulani na jambo fulani litakuwa hivi. Sasa kila siku Allah tabaraka wa taala anaingiza yale mambo katika nyakati zake kwamba yafanyike. Mwanielewa sisi nikisema hivyo? Ndio yule afa, yule azaliwa, yule apata jambo fulani la msibu, yule jambo fulani limemkosa, yule kapata khairi hii, yule kapata shari, yule aneemeshwa, yule hivi, yule apata rahma, yule anakuwa mbali na rahma. Yote haya kila yawmin huwa fi sha'n, kila siku Allah tabaraka wa taala yuko kwenye shani, yuko kwenye jambo jingine ambalo analifanya. Yasaluhu man fi samawati wal ard, wanamuulizia yeye waliopo mbinguni na ardhini. Kila yawmin huwa fi sha'n, kila siku yeye kwenye shani. Na kadhalika zimekuja hadithi nyingine dhaifu na nyingine ni sahihi zinazungumzia masala ya kila yawmin huwa fi sha'n. Tumeelewana jamani? Mimi nitalazimika kuishia hapa kwa sababu haya mambo tunayozungumza ni mambo muhimu, lakini watu wamechoka kutokana na wakati. Mimi nilikuwa nahisi kwamba kwa wakati huu itakuwa alhamdulillah watu washapata chochote, matumbo kidogo alhamdulillah hayawaki moto. Kwa hiyo pengine kutakuwa na utulivu na sakina, tukao tuizungumzie katika masala haya katika wakati huu. Lakini mambo kumbe kinyume, asubuhi au mchana watasikia njaa, wakishiba wataka kulala. Kwa ni mtihani, lakini inshallah katika darasa nyingine tutafuatia zitakwenda katika wakati wake kama inavyotakikana. Darasa ya kesho itakuwa ni nini kwa mujibu wa ratiba? Mustalah wal hadithi na faraid. Kwa hiyo tutakwenda kama itakavyokuwa inshallah. Kesho katika wakati wake tutasoma darasa hizo mbili, yani kuanzia saa 1. Tayeb, tumeelewana kuhusiana na maelezo niliyotoa kuhusu kitaba, uandishi. Imeeleweka? Haya. Kitu gani kijaeleweka? Hadithi au aya zijaeleweka kwa sababu nilisema kwamba maelezo yote yatafuatia baada ya nini? Ya kusherehesha maratibu zote 4. Martaba ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4. Na sasa tuko martaba ya pili. Alafu maswali yatakuja baada ya kuwa tukiangalia ile maswali yetu tuliyoorodhesha hayajajibika kwa mujibu wa maelezo niliyotoa, basi ndio maswali yatakuja kuzalikana. Sasa nikiuliza maswali au nikiuliza hapa kwamba mmeelewa, na kusudia kwamba mmeelewa haya maelezo niliyotoa kuhusu ile jambo, hizi aya nilizosoma na hizi hadithi nilizosoma zimeeleweka, ama mambo mengine yako kinyume na haya kama inafungamana na masala ya mashia, si masala ya kitu gani, hayo yaacheni kwanza katika mifuko yenu. Je, kuna aya nimesoma haijaeleweka au hadithi nimesoma haijaeleweka? Ndio makusudio yangu kuhusiana na swala la kitaba. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.